Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tumezipata hapa Mbeya, ambapo tunatangazia habari zetu, na kuomba kabla nifichue siri zingine, naomba ikiwa unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza uweze kusubscribe. Kuna patoni hapo chini ambayo imeandikwa subscribe, bonyeza hicho patoni cha kusubscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, naomba usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Kuna breaking news hapa ambazo tumezipokea katika meza yetu ya habari. Hatimaye Rais Samia Suluhu Hassan amelazimishwa kujiondoa mamlakani. Mwanaharakati Mange Kimambi ameandika katika mtandao wake wa kijamii huku akisema hivi: hakuna watu ambao sio wazalendo kama chama cha CCM. Yaani anasisitiza kwa kusema CCM sio wazalendo. Akaendelea kuandika katika mtandao wake wa kijamii huku akisema ya kwamba hakuna watu wako tayari kuona Tanzania inaanguka bila kujali kama CCM. Kaendelea kusema mind you, haya mabadiliko yote mabaya kwa nchi ya kiuchumi, misaada, mikopo ya IMF etc yanaweza kurekebishika hata leo na nchi ikarudi kwenye good standing internationally kama tu CCM wakifanya the right thing for the country. Kama akaandika moja, viongozi husika kujiuzulu na wengine kuchukuliwa hatua za kisheria kwa mauaji ya Oktoba 29. Mange Kimambi anasema jambo la kwanza, viongozi wa CCM wakiongozwa na Samia Suluhu Hassan wanastahili kulazimishwa kujiuzulu ili kung'atuka mamlakani, ili nchi ama taifa hili letu la Tanzania kurudi katika hali nzuri na uchumi kuendelea kuimarika zaidi. Kwa hivyo Mange Kimambi anataka Samia Suluhu Hassan asipojiuzulu, asipolazimishwa kujiuzulu, Tanzania haiwezi kusonga mbele. Tanzania uchumi haiwezi kusonga mbele. Hata mikopo, misaada hatuwezi kupokezwa hapa Tanzania. Ila kizuizi sio mwingine ila tu ni Samia Suluhu Hassan ambaye anastahili kulazimishwa kuondoka Ikulu, kisha baadaye kuchukuliwa hatua kali za kisheria kulingana na yale ambayo maovu yaliyoshuhudiwa Tanzania tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana. Na akaendelea kusisitiza na kusema ya kwamba kutoa katiba mpya ya Warioba na sio katiba yao ya kihuni wanavyoiongelea. Yaani kusema ya kwamba Tanzania imefika wakati tunastahili kuwa na katiba mpya, kwa sababu ile ambayo tunatumia mwaka 1977 sio katiba halisi, kwa sababu ina tunyima sisi wa Tanzania haki zetu. Hata mtu akijitangaza kuwa rais hakuna kuenda mahakamani kipengele hicho. Hata mahakama ya Afrika iliweza kutoa amri kwamba kwa miezi 12 ijayo Samia Suluhu Hassan hakikisha kwamba kipengele hicho kimeweza kurekebishwa ili wale ambao ni watetezi wa haki za binadamu waingilie kati kufika mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi hasa katika kiti cha urais. Yaani tunataka katiba mpya hapa Tanzania. Mange Kimambi anaendelea kusisitiza na kusema hivyo. Kisha baadaye Mange Kimambi akaongeza kwa kusema ya kwamba Tundu Lissu aweze kuachiliwa huru ili Tanzania iwe na amani, kuirudisha nchi kwenye uchaguzi mpya na ili iwe ya huru siku zote. Anasema ya kwamba penye imefika uchaguzi mpya unastahili kufanyika, na uchaguzi huu hauwezi kufanyika ikiwa Samia Suluhu Hassan yuko Ikulu. Kwa hivyo Mange Kimambi anapendekeza kwamba ingewezekana Samia Suluhu Hassan angatoka mamlakani. Najua Watanzania wengi hawaamini uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Hata mataifa ya nje hayawezi kumwamini Samia Suluhu Hassan. Unapoona kuna kikao kilichofanyika kule Ethiopia na Samia aliweza kufanikiwa kwenda pale na baadhi ya mawaziri. Alipofika pale, kuna marais ambao walichaguliwa hivyo majuzi walipewa fursa ya kuwasalimia marais wengine, lakini cha kushangaza mno hatukuona Samia Suluhu Hassan akipewa nafasi ili kuzungumza na kusema
vile uchaguzi ulikamilika hapa Tanzania, kumaanisha ametengwa na mataifa mengine. Bunge la Ulaya likasema ya kwamba hela zote, mabilioni ya pesa ambayo yangetumwa hapa Tanzania yakazuiliwe, kwa sababu wakasema hawezi kutoa ufadhili kwa serikali dhalimu, ndio maana hela hizo zikafungiwa. Hivi majuzi mliona tu Samia Suluhu Hassan akilia kwamba mikopo sijui iko, lakini misaada imepungua kwa kiasi kikubwa. Lazima tuendelee kutoa kodi kama Watanzania ili kuijenga taifa la Tanzania na songesha mbele, kumaanisha hamna hela, hamna misaada ambayo inatumwa kutoka mataifa mengine kufuatia yale ambayo yaliweza kufanyika chini ya urais wa Samia Suluhu Hassan, kwa sababu watu wengi waliuawa. Unajua wakati na baada ya uchaguzi uliokamilika hapa Tanzania, kilichosemekana ni uchaguzi kwa sababu hakukuwa na uchaguzi. Watu wengi waliweza kuangamia, makaburi ya halaiki yapo. CNN iliweza kutumia satellite kuona vile makaburi ya halaiki ya pamoja, watu ambao walikuwa wanapelekwa pale na kuzikwa kwa pamoja. Hadi sasa kuna familia nyingi ambazo zinalia kwa kutopata jamaa zao, ndugu zao, ili kuonyesha heshima ya mwisho kuwazika, kwa sababu Samia Suluhu Hassan aliona haya yataenda kutumika kama ushahidi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ambayo ipo pale Uholanzi ya ICC. Ikumbukwe ya kwamba yale maovu ambayo yametendeka hapa Tanzania yanajulikana, yako wazi. Hata tume ya Jaji Chande ilizungumzia haya, lakini Samia Suluhu Hassan akafutilia mbali ile ripoti, akasema ende muandike ripoti ambayo inani favor mimi kama rais, nisije nikahukumiwa kule ICC. Kwa hivyo ni mengi ambayo yanaendelea. Mliona Donald Trump ambaye ni rais wa Marekani akizuia hela za kutoa msaada aswa zile ambazo ni za afya. Sasa hamna ARVs ambazo zinatoka Marekani vile zilikuwa zinatoka, kwa sababu ya uongozi wa kijinga ambao uliweza kujiweka katika ikulu kulazimishia watu uongozi. Mataifa mengine kama Canada, Uswidi yaliweza kuzuia misaada kuja hapa Tanzania. Tanzania tutateseka tu hadi wakati ule vile Mange Kimambi amesema Tanzania itarudi ikiwa Tundu Lissu ameachiliwa huru, ikiwa Samia Suluhu Hassan amejiuzulu ama lazimishwe kujiuzulu na CCM ingatuke mamlakani. Hivyo ndivyo uchumi utaweza kuimarika, hivyo ndivyo Tanzania itarudi katika nafasi iliyokuwa inashikilia kabla ya Samia Suluhu Hassan kuingia mamlakani. Na kufikia sasa, najua serikali ya Samia Suluhu Hassan haijatangaza hadharani idadi kamili ya wale watu ambao waliweza kuangamia. Ikasema hii ni ripoti fiche, kwa sababu itaonekana vibaya na Tanzania kwa mara ya kwanza kushuhudia maandamano, kwa mara ya kwanza kushuhudia mauaji ya kiholela zaidi ya watu 10,000 kuangamizwa. Ni picha ambayo sio nzuri, haswa kwa mataifa mengine. Hata wale ambao walikuwa wanatusaidia sasa wanaona haiwezekani Tanzania kusaidiwa. Ndio maana Mange Kimambi anasisitiza kwa kusema ya kwamba imefika wakati CCM ingatuke mamlakani. Kuiondoa mamlakani ni kuilazimisha, vile Mange Kimambi amesema. Na kufikia sasa Samia Suluhu Hassan anaendelea na uongozi wake Ikulu, lakini anaendelea kupitia mengi. Tumeona maafa mengi yakishuhudia. Wana CCM, iwe ni wabunge wanaaga dunia, iwe ni madiwani wanaaga dunia, iwe ni jeshi la polisi wanahusika kwa ajali wanaaga dunia. Kwa hivyo kuna kile ambacho kinaendelea hapa Tanzania, kumaanisha waliweza kulazimishia Watanzania sisi uongozi ambao hawawezi kuufanikisha, ambao hawawezi kuumaliza. Na kuna ripoti ambazo tumeona zikisambazwa katika mitandao ya kijamii kwamba spika wa bunge la kitaifa Tanzania Zungu kwamba ameaga dunia, lakini sisi hatuwezi kuripoti, lazima tuhakiki hii ripoti. Tukiipata kama ni ukweli tutaileta hewani, lakini tumeona madai hayo yakisambazwa katika mitandao ya kijamii, lakini sisi Tanzania ITV lazima tuhakiki kila jambo kabla ya kulileta hewani. Naomba kutamatishia hapo, tukutane katika kanda ama video ambayo nitaileta baadaye. Ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza na hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja ya mwisho, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.